Hatimaye Shashaman Peter Shalulile tayari ameshatambulishwa ndani ya kikosi cha Young Africans. Bwana Shalulile jana wananchi wamemtambulisha kwenye mazingira tofauti. Wamemtambulisha kwa heshima kubwa. Umeona kuna press wameita waandishi wa habari, lakini pia mashabiki wa kutosha walikuwa pale. Digital platforms za Young Africans na vyombo vingine vya habari mbalimbali zimepiga views za kutosha usiku wa jana, and this is mean business. Hii inamaanisha biashara. So ukiangalia tukio lilivyoanza mpaka lilivyoisha, unaona kabisa kuna namna wametreat huu usajili wa Shalulile, na lengo la Young Africans ni marketing, kumfanyia marketing mchezaji, lakini pia kuifanyia marketing klabu yao, kuteka attention ile ya watu, kwa sababu tayari Shalulile walishamtambulisha kwenye kurasa zao za mitandao ya kijamii kwamba ni mchezaji wao. Lakini kwa namna gani unakwenda kuchukua makini ya watu? Unajua hizi klabu sometimes zinataka kuchukua makini ya watu, yani watu concentration zao zote ziwe hapo. So siku ya jana, juzi mpaka jana, kumekuwa na vitu vingi sana vikiendelea katika mpira. Sasa hivi timu hizi zinaelekea katika matamasha yao makubwa, Simba Day, siku ya Mwananchi. Kwa hiyo wanatamani kutrend, wao wanazungumziwa ili watu waweze kununua tickets, watu waendelee kuwa na hamasa na timu yao, watu watengeneze imani na timu yao, na hapa kwenye kuanza msimu ndio pointi muhimu kweli kweli. Kwa hiyo kuna yale masuala ya kutrend. Sasa Young Africans wameamua kutrend kwa aina hiyo, kwa maana ya uchaguzi mkuu umeenda ukawa umeisha. Baada ya kuisha uchaguzi mkuu, wakaamua kumtambulisha Shalulile kwa namna ya kipekee kabisa. Nimeona wamemwita GOAT, yani greatest of all time. Sasa hapo kwenye GOAT kuna maswali mengi sana watu wameniuliza. Shalulile, kwa unavyoona Shalulile anastahili kuitwa GOAT na vitu vya namna hiyo, hivyo watu wameuliza sana hayo maswali. Sasa kwa upande wangu, GOAT manake ni greatest of all time, yani mkubwa wa muda wote, Sasa mkubwa wa muda wote ni swala la opinion. Swala la opinion, yani kuna mtu kwa mfano tunaweza tukasema Bob Marley ni greatest of all time kwenye reggae, mziki wa reggae. Alafu anatokea mtu anakuambia hapana, huyo aliimba reggae, miongoni mwa waasisi, lakini greatest of all time atakwambia labda ni Lucky Dube, mwingine atakwambia ni Alpha Blondy. Kwa hiyo kila mmoja na mtazamo wake. Sasa hilo likija hata katika masuala ya mziki, kwa mfano hapa nyumbani ukiuliza leo hii kwenye eneo la hip hop, labda mwanamuziki gani ni greatest of all time, watu watakwambia Professor Jay, lakini kuna mwingine atakwambia ni Mr. So kuna mwingine atakwambia ni J Mo, mwingine atakwambia Afande. Kwa hiyo ni opinion, kila mmoja kwa vile anavyoona. Hata kwenye eneo la wachezaji wa mpira wa miguu, greatest of all time, wapo ambao wanaamini ni Messi, lakini wapo ambao wanaamini ni Cristiano Ronaldo, kila mmoja na utashi wake. Lakini wapo ambao wanaamini ni Pele, wapo wanaamini ni Maradona. Sasa tukisema hivyo, manake GOAT ni swala la kimtazamo na anaweza kuwa yeyote. Kwa hiyo inategemea na ambavyo watu wamebrand. Young Africans kumuita greatest of all time Peter Shalulile, maana yake nini? Maana yake wameangalia kile alichokifanya South Africa. Shalulile South Africa ndio mfungaji bora wa muda wote wa ligi kuu ya PSL, ligi kuu ya Afrika Kusini. Labda wamechukua kigezo hiko wakaleta pale, wakasema basi huyu ni greatest of all time. Hiyo ni opinion, so no need of questioning. Yani wewe haina haja kuquestion kwamba kwa nini anasema hivyo, na wewe mwite wa kwako kwenye timu yako, mwite GOAT vile vile, ambao unahisi kwamba kuna mambo ameyafanya. Kwa mfano upande wa watani zao, let's say Simba wanaweza tu wakaamua kumwita ni GOAT, greatest of all time katika ligi kuu ya Tanzania. Ni swala la kiuamuzi na namna ambavyo mnaamua kubrand. So Young Africans wameamua kumbrand Peter Shalulile kwa namna hiyo. Huo ni upande wa hiyo kesi ya GOAT, nimeamua kuijibu kwa namna hiyo. Lakini pia tumeangalia eneo la PR and marketing ambalo Young Africans jana wamefanikiwa kwa kiwango kikubwa sana. Na mimi nilipost kwenye ukurasa wangu wa Instagram, just imagine
Mimi niko Kigali Rwanda, lakini lile joto nilikuwa naliona hadi huku. Yaani nikiingia mtandaoni Shalulile hivyo. Watu wanajadili sana kuhusu Shalulile. Na mimi nikapost nikasema Young Africans wamefanikiwa kuuteka usiku wa Shalulile kupitia ukurasa wangu wa Instagram. Kwa hiyo katika hayo maeneo wamefanikiwa kwenye kiwango hicho. Sasa Shalulile Peter ameshaingia tayari Young Africans. Bwana huyu Peter Shalulile tumeshawahi kumwangalia huko nyuma katika session zilizopita. Jana katika maneno yake ya utambulisho akiwa ndo anawapa salamu mashabiki wa Young Africans na wapenzi wa mpira wa miguu wa Tanzania bara, alizungumzia kuhusu mtani wao kwa maana ya Simba. Alimtaja pale akisema aliwataja kwenye namna tofauti kuhusu Simba. Manake nini? Manake Young Africans wamemchukua Shalulile, lakini wamemuonesha nani hasimu wao mkuu. Yupi hasimu wao mkuu katika ligi kuu hapa, ambaye wanapambana naye title contenders mwenzao, ambaye anapush hata huyo Shalulile kusajiliwa. Nani ambaye amepush hii kutokea? Kwa hiyo kuna vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo akaambiwa kuhusu Simba, maana yake kwenye mentality ameshafahamu kuhusu Simba. Ingawaje naamini hata akiwa Afrika Kusini anafahamu kuhusu Simba. Yaani hawa wachezaji, unajua Shalulile ni miongoni mwa wachezaji very positive. Ni mchezaji ambaye kwanza ni mtu wa dini. Ni mtu ambaye ana utulivu sana. Kwa hiyo naamini hata nafasi ya kuchunguza hivi vitu anavyo. Na wachezaji wengi wa haya maeneo ya Kosafa wengi wameenda shule. Wengi sijui level ya Shalulile kwenye elimu, lakini wachezaji wengi wa haya mataifa, yani Zambia, ukaenda South Africa, ukaenda Namibia, ukaenda Botswana, haya mataifa ma-anglophone ya huku chini, wengi shule wamepita na wengi wamecheza mpira wa shule, ndo baadaye wakawa wamefanikiwa kwenda juu zaidi. Kwa hiyo Shalulile naamini itakuwa anawafahamu Simba, lakini kwa uwezo wake naamini pia atakuwa ameshawastadi kwamba okay, ligi ya Tanzania kimazingira iko vipi, jedwali nani anaongoza kwa mataji mengi, nani anafuata. Kwa hiyo Simba itakuwa anamjua kwa namna yoyote au nyingine, yaani na kumjua kwa maana ya kabla ya ujio wake hapa, itakuwa alikuwa anawajua vizuri sana Simba, kwa sababu Simba pia na wenyewe walishajitambulisha kimataifa kwa muda mrefu. Kwa hiyo ni timu ambayo imeshaenda South Africa mara kadhaa, ameshaenda kucheza na Orlando Pirates, ameshakwenda kucheza na Kaizer Chiefs, so naamini atakuwa anaijua. Kwa hiyo Young Africans pia wamemrithisha mpinzani wake mkuu katika kampeni ya michuano ya ligi kuu ya hapa nyumbani na domestic cups kwa ujumla wake, lakini pia hata kimataifa, namna gani anakwenda kukompiti katika eneo la kimataifa. Mpinzani wao ambao wanatakiwa kumpita kimafanikio kimataifa ni huyo. Kwa hiyo mazingira yako hapo. Shalulile ni mchezaji class, ni mchezaji wa daraja la juu. Nimeona jana Engineer Hersi Said amezungumzia kuhusu usajili wa Shalulile, sio tu heshima kwa Young Africans, lakini akasema pia hata katika ligi yetu ya Tanzania bara. Of course mimi namuunga mkono kwenye hiyo hoja. Kwa nini? Kwa sababu Shalulile ni zile top signings, ni wale top players ambao wanacheza Afrika, ambao wameshaini kwa muda mrefu, wamefanya makubwa. Ligi kuu ya South Africa ni ligi ambayo inafuatiliwa sana Afrika. Kwa hiyo mchezaji akiperform kwa daraja la juu kama lapita kwenye ligi kuu ya South Africa, Afrika nzima inakwenda kumfahamu huyu mchezaji. Sasa kumfahamu huyu mchezaji ambaye muda mrefu alikuwa ndani ya Sundowns, ameondoka ndani ya Sundowns. Ameondoka ndani ya Sundowns, ungefikiria angekwenda kwenye timu nyingine kubwa, anakwenda ligi kuu ya Tanzania. Maana yake ni zile signings ambazo watu wanasema okay, tunasubiri sasa kuona tenda wapi. Ndio the like of Fiston Mayele. Leo hii Afrika inasubiri kuona Fiston atakwenda wapi. Yaani baada ya kutoka Pyramids wanaangalia kabisa atakwenda wapi. Kwa sababu gani? Ni top player. Atakwenda Libya, atakwenda Morocco, atarudi Afrika, Sub-Saharan Africa, South Africa nini na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni wale wachezaji ambao wameperform kwenye daraja la juu, sasa watu wanaendelea kuwafuatilia kwa sababu wenyewe pia wamejizolea mashabiki. So Peter Shalulile ni miongoni mwa wachezaji hao. Kama business wise ingekuwa Tanzania tuko mbali zaidi, manake Shalulile leo hii angekuwa anauza jezi za Young Africans. Yaani jezi za Young Africans zenye namba ya Peter Shalulile yenye jina lake pengine zingeuzwa sana, lakini hiyo fursa kwetu mpaka sasa hivi imekuwa changamoto kidogo, na of course nafahamu logistics za hawa wachezaji kuja, unakuta jezi zimeshatengenezwa muda mrefu, una imani kama mchezaji fulani utampata hivyo. Kwa hiyo kuna vitu vingi, lakini ni fursa hii sasa hivi wanaweza kuprint jerseys za Peter Shalulile na wakaziuza special
ikawa biashara nzuri, na hiyo sio kwa upande wa Young Africans peke yake, hata kwenye klabu nyingine pia ambazo zimesajili the greatest player ambao wana nguvu ya kiushawishi wanaweza kufanya hiyo business. Anyways, kwa sasa kutokea Kigali naishia hapo, na hapa najiandaa kwenda katika mazoezi katika mchezo wa kirafiki wa wekundu wa Msimbazi Simba ambao asubuhi hii wanacheza dhidi ya El Merreikh kutoka kule Sudan katika uwanja wa shirikisho la soka la Rwanda pale Ferwafa. Mpaka wakati mwingine, bye bye.